Lakini kwenye upande wa miundombinu, mradi mkubwa kabisa unajengwa katika eneo hili Bumbwini Mangapwani, mradi wa bandari jumuishi, bandari kubwa ya kisasa itakayobadilisha kabisa uchumi wa Zanzibar. Kama tulivyoelezwa, contractor mkandarasi tayari yuko site, ujenzi umeanza. Mwezi wa Januari inshallah katika sherehe za Mapinduzi tutaweka jiwe la msingi na tutahakikisha ndani ya miaka miwili bandari hiyo inakamilika, ili uchumi wetu sasa ukue kwa kasi zaidi kuliko ilivyo hivi sasa. Sasa ndugu zangu, katika changamoto, naambiwa katika eneo hili la Bumbwini Mangapwani pamoja na maeneo yake ya jirani, tatizo kubwa lililokuwepo ni ulipaji wa fidia kwa wale ambao wametakiwa kupisha miradi ya maendeleo. Bandari ya Mangapwani, bandari mpya hii, si bandari ndogo, ni bandari kubwa sana. Itakuwa na bandari ya makontena, itakuwa na bandari ya mafuta, kutakuwa kuna bandari ya nafaka, kutakuwa kuna chelezo cha kutengeneza meli. Alimradi ni sehemu, ni mji huu utageuka kuwa mji wa bandari. Na mji wa bandari ni lazima wananchi tukubaliane nao kwamba watalipwa fidia kwa moja kati ya njia mbili. Aidha watapewa nyumba iliyokuwa bora zaidi kuliko ile ya wanaokaa sasa, au watapewa fedha taslimu. Kwa hiyo hawana haja ya kuwa na wasiwasi katika hili. Wako watu watakuja huku kukutieni maneno kwamba hamtolipwa. Chukueni kauli yangu, fedha zote zitalipwa kwa wanaotaka fedha, na wale wanaotaka nyumba, tayari kuna nyumba pale, wakazitizame. Wakizipenda watapewa nyumba badala ya nyumba zao zile wanazokaa sasa. Kwa upande wa fedha, hivi tunapozungumza tayari serikali imeshatoa kwa fidia ya bandari ya Mangapwani bilioni 11 katika eneo hili. Lakini tunajua kwamba kuna ambao bado hatujawafika. Kama nilivyosema, huu ni mji wa bandari, kuna barabara zitahitaji eneo, kuna bandari yenyewe itahitaji eneo. Kwa maana hiyo bado kuna watu wengi tutahitaji kuwalipa fidia. Zaidi ya bilioni 11 tulizotoa, serikali imejipanga kuhakikisha fedha zote za fidia zinalipwa kwa wakati. Wala msiwe na wasiwasi ndugu zangu wa Mangapwani na ndugu zangu wa Bumbwini.